السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ndugu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka sala na salam zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ni furaha tena adhim kukutana nanyi katika kipindi hiki kuweza kufikishiana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah wa qala Rasul sallallahu alayhi wasallam. Katika fursa hii mada yetu itasimama katika inwani inayosema al-ibtila'u sunnatun min sunanillahi subhanahu wa ta'ala. Mitihani ni moja katika mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwatahini waja wake. Na ikiwa ni hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye katika kitabu chake kitukufu ameshahidi kwamba atawatahini waja wake. Na yoyote yule atakayekuwa ni mwenye kutahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibtilaati, kwa mitihani mbalimbali, na akawa ni mwenye kusubiri wakati akiwa ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi atambue kwamba atakuwa na ujira mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye atakayepata ibtila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akapata jaza na akafikia mpaka kukufuru, basi huyo atakuwa amepata hasara katika mtihani huo ambao amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tutambue tu ya kwamba ibtilaati hizi hazijaanza kwako wala kwangu wala kwa yule, bali zilianza katika umam zilizotangulia. Waliokuwa bora zaidi ambao ni manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walitahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mimi na wewe? Na haya tutayaona kwa kupitia mifano tutakayoitoa hivi karibuni. Katika aya Allah subhanahu wa ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ndugu yangu katika imani, haya ni maneno ya Allah azza wa jalla, anatuelezea kwamba kama tulivyotanguliza katika unwani kwamba ibtilaati ni moja katika mwenendo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba atawatahini waja wake. Allah amesema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin. Tutakujaribuni, tutakupeni ibtilaati, mitihani mbalimbali, bi shay'in, kwa mitihani mbalimbali, kwa vitu mbalimbali, binaqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashiris sabirin. Kuna kupungukiwa, watu watalima sana lakini mwisho wa siku hawatotoka hata na debe. Lakini pia kufiwa na watoto, lakini pia katika mambo chungu nzima, ima katika maradhi, hofu, yote hizi zinahesabika ni ibtilaati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutahini katika moja ya mitihani, kipi unatakiwa kufanya? Unatakiwa uwe na sobra. Na kwa hiyo sobra utalipwa ujira mkubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyote mnafahamu kwamba sobra ni moja katika zile au katika ibadati ambazo mja wa Allah subhanahu wa ta'ala analipwa bila mahesabu. Allah anasema katika kitabu chake kwamba inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi, hakika wenye kusubiri malipo yao hulipwa pasina mahesabu. Kama vile ilivyo saum, alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ibada zote ni za mja isipokuwa saumu, fa innahu li wa ana ajizi bihi, isipokuwa saumu hiyo ni yangu mimi na mimi ndio najua kwamba ni kipi nitakuwa ni mwenye kumlipa huyo mja wangu. Kwa sababu kaacha chakula chake, kaacha vinywaji vyake, kaacha ile lokoni ya halali katika vipindi vingine nje na mwezi wa Ramadhani, kisha kaacha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema mimi ndio najua nitamlipa nini mja huyu. Hivyo hivyo kwa upande wa sobra, malipo yake ni makubwa, hakuna anayefahamu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibtilaat, utakapokuwa umetahiniwa na Allah subhanahu wa ta'ala, usichukie. Hiyo ni tunu za Allah subhanahu wa ta'ala, anakujaribu. Yeye ametuambia kwamba atatutahini kwa mambo mbalimbali. Sasa ukiwa na jaza kisha ukaamua kukufuru, hiyo hasara itakurejea wewe. Lakini ikiwa utabakia katika mtihani ule na ukajua kwamba huu ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukatambua kwamba
lile ambalo limetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliloliandika Allah haliwezi kukuepuka, na kama hakukuandikia Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika haliwezi kukupata.